Usiyoyajua kuhusu wanaume ni kwamba unaweza ukasikia msiba wake leo, tena ule wa ghafla sana. Ukamuuliza sababu ya kifo chake, ukaambiwa alifariki kwa njaa ama ugonjwa. Wakati jana ulimpigia simu na kumjulia hali, akakwambia yupo sawa. Huyo ndio mwanaume. Cha kwanza, mwanaume anakuja duniani. Cha pili, anatembea. Tatu, anacheka. 4, anaumia na 5, anakufa. Pengine ikawa ni mshangao kwako. Changamoto za maisha, matatizo ya kifamilia, yote yapo shingoni kwa mwanaume, kama kondoo aliyesubiria hatima yake ya kuchinjwa. Labda nikwambie jambo muhimu. Wanaume wengi wanapokea maua ya waridi katika vipindi viwili vya maisha yao, kipindi cha harusi zao na wengine katika mazishi yao tu. Na kusisitiza, usiniulize ni nani atawapa katika kipindi kingine cha maisha, na wakati hakuna anayejali kuhusu hilo. Ni kweli utaona wanacheka na kutabasamu na kuonyesha kwamba wako very strong. Acha nikuibie siri. Wanaume hapo huwa wanaigiza tu. Ukweli ni kwamba wanaume wanalia usiku wa manane kama simba nyikani, peke yao kitandani au mafichoni. Mwanamke, unafikiria kuhusu mwanaume na survive vipi kwenye maisha yake? Asilimia kubwa wanachojali ni kuwapelekea bili na mahitaji yao binafsi. Sio siri, wanaume wanavumilia sana. Utamtukana kuwa hana nguvu za kiume. Ni swala la kawaida kwa mwanaume mwenye majukumu. Atahukumiwa kuwa hafanyi mazoezi, ndio maana magonjwa yanamwandama. Wanasahau ya kwamba nguvu na muda wa kufanya mazoezi utatoka wapi na wakati familia haijala. Atalea watoto sio wake bila kujua. Ataishi na mwanamke asiyekuwa na kazi maisha yake yote. Atahudumia familia